Sabrina School. Basi kuacha nyumbani umefikaje huko? Nilipata lift huko ya bodaboda bwana, achana naye tuondoke zetu darasani. Tuondoke. Sabrina School. Dada, kila siku nasema utanipeleka shule. Hiyo siku itatimia lini? Najua unavyojisikia mdogo wangu. Hata mimi najisikia hivyo unavyojisikia, najisikia vibaya. Kwa hiyo nikipata pesa nitakupeleka shule. Mimi nikiona wenzangu wanaenda shule najisikia vibaya dada. Kaninunulie vocha. Hiyo ndo kazi yako tu kunituma kila siku ila kunipeleka shule. Mdogo wangu, malezi bora yanaanzia nyumbani. Ukifika shule ni mapito tu. Ni mtihani gani huu unanipa? Toka wazazi wangu wameondoka duniani, maisha yangu yamekuwa magumu sana katika na ndugu yangu. Nini hatima ya maisha yetu? Sabrina School. Watoto nyosha mikono, ni muda usafi eh? Nyosha mikono hivi. Kesho ukate kucha hivi. Safi sana. Wewe unaitwa nani? Yusufu. Una miaka mingapi? 15. Miaka 15 huwezi kukata kucha? Jitahidi sana kuwa msafi. Jitahidi sana kuwa smart kwa sababu ukiona mtu yote ambaye ana akili ujue kwanza lazima yuko smart. Ili ufaulu vizuri shuleni lazima kwanza uwe smart. Hata rais wetu kama unavyomuona kwanza anasikia una ndoto kuwa rais. Umeona Mama Samia? Yuko nini? Smart. Jitahidi kuwa smart. Safi sana kijana. Safi sana. Juma, unaona wanawake wanajitahidi kwenye usafi. Lazima uwe mfano wa kuigwa. Na wewe ni kaka mkuu. Mwalimu akiongea usitabasamu. Safi sana. Tikechea mpo. Abuju. Safi sana. Sana. Ya kwanza mtaingia lini? Wewe ni mkubwa, wewe ni mkubwa, ni mkubwa. Mnashindwa mnazijua na ule pale mdogo. Na kazi ya ziada ya kufanya hapa. Sabrina School. Najuta nikinda langu lilenye rangi ya chungwa, maringo yake afulebushwa na kupigia. Najuta nikinda langu lilenye. Wanafunzi wanaweza niangalie darasani, maana wanafunzi wenyewe hata hawana akili timamu. Asubuhi kengele inapolia, tunaingia darasani kwa tabasamu. Sasa huyu bandiko huyu kama chef sahihi. Wewe njoo. Changamsha, nishakuona, njoo. Uzi kweli yani. Wewe unajua simuoni. Hajui kama mwalimu wake na macho manne. Unapita na nyatia, unanyatia. Shikamoo. Shikamoo sa. Mjinga nini? Yaani mpaka nianze leo kukusalimia na maana unajua wajibu wako au? Eti Yusufu. Alafu siku hizi umeshuka kiperformance ya shule. Mwanzo ulikuwa mwanafunzi mzuri sana. Yaani siku hizi unajua nashindwa kukuelewa, unavuta bangi siku hizi au? Hebu piga magoti kwanza, naongea nawe na catch. Piga magoti hapo. Mpuuzi mmoja wewe. Kuna mbulula wenzio hapa najaribu kuwasaishia, naona yani wanazidi tu kunichanganya na wameandika ovyo mpaka najisikia kichefu. Chefu anataka kutapika. Yaani jamani tamtoa roho. Alafu mbona ngoja pasi? Umeme ulikatika. Si ndio? Okay. Na mbona haujaachana nywele zako? Kwa nini? Umeme ulikatika au? Kitanja changu kimepotea.
Na socks ziko wapi? Mama hajanunulia. Mama hajakununulia. Mbona kama sikupati wewe kwenye adhabu wewe? Wewe nakupata wapi wewe? Okay, sawa. Kwa nini umechelewa? Na leo nimechukua mzigo mzuri tena mbichi kabisa huu tester. Maana najua wanafunzi nyinyi siku hizi sijui mmechanja kwenye makalio make nikiwachapa fimbo. Naona zinakatika. Sasa leo nimechukua mzigo huu quality. Hii grade 1 na hisi. Kitu positive kabisa kama nondo. Nani? Kwa nini umechelewa kuja shule? Shida nini? Yaani naongea na wewe kwa nini umechelewa? Mimi nakwambiaga siku nyingine kama unachelewa unanipa tu taarifa mapema kama teacher, kesho inawezekana dharura kidogo nikachelewa saa. Kesho inawezekana dharura nikachelewa Sasa ndo mambo. Sasa siku nyingine ukijisikia kama una dharura, ukijiona utachelewa, unanipanga tu kwa saa kesho mimi kesho nachelewa mimi kesho sitakuja mapema na ukijiona unachelewa unaletea zawadi kama hizi. Mambo ya ice cream hii kwa manani? Kwa Mashula. I say, iko ile kwa Mashula. Ila kwa Mabiba acha kuchukua zile mbaya. Sio unatia nini mle? Sema sasa sikia. Jitahidi uende class maana uzio. Unajua mambo sio kwa mengi na usitoe siri yangu. Sitaki kuonekana mdhaifu kwa wanafunzi wenzio, sawa? Siri yako, siri yangu. Chako changu, changu changu, sawa? Umeelewa? Okay. Nenda class. Ila kesho bwana jitahidi kupata socks ndugu yangu. Sasa hauna nyingine? Mambo hayo. Hai. Sema nini? Sawa mwanafunzi wangu, ila jitahidi ukienda darasani tutaandikia majina. Shika hii. Utaandikia majina wapiga kelele. Utayaorodhesha hapa utaniletea. Wewe ongea tu babangu usijali, sawa? Wewe piga kelele mzee wangu. Piga tu kelele. Sasa ndo wanafunzi. Mtu anajua makosa yake, anajua jinsi gani ya kumpoza mwalimu. So unakuta mwanafunzi anachelewa na andiki na asahishi, hajui jinsi gani ya kuweza kukupooza. We Doto, hata kusoma jina lako pale umeshindwa. Watoto wamekaa na kucheka cheka tu. Na kwa taarifa yako, utazeekea hapa kwenye hii shule. Sio kama nitazeekea kwenye hii shule. Tutazeekea wote. Wewe la kwanza na mimi la kwanza. Au mwenzetu la pili. Ila kweli walimu wa shule hiyo wanachekesha kweli yani. Alafu kuna wanafunzi wadogo wanajua kusomaje aibu yani. Aibu hapa sasa lazima tuone sie. Na kweli aibu tunaona sie. Sabrina School, Sabrina School, Sabrina School. Teacher Sean. Yes teacher. Unajua japokuwa mimi ni mgeni katika shule hii, ila kuna vitu vinanichanganya sana. Vitu gani hivyo teacher? Ni kuhusu huyu mwanafunzi ni mweupe hivi. Sabrina. Sabrina. Ana nini? Sabrina, si wewe ndo mwalimu wake wa hesabu? Yes, ndio mimi. Mbona sasa mimi kama sielewi? Teacher bwana, yaani kuelewe kivipi? Unajua mimi nimejaribu kupitia masomo yake katika madaftari. Kuna vitu mimi vimenichanganya, hasa katika hilo somo la hesabu. Ni vitu gani mwalimu? Unajua katika maswali yake yote aliyoyafanya, majibu yote ni hayaeleweki. Cha ajabu sasa, yote kapewa tiki 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 tiki. Unajua teacher, unanichekesha. Kwa sababu gani? Mwanafunzi akifanya vizuri lazima mwekee tiki ili apate ile morali ya kufanya vizuri siku nyingine, na kama haitoshi kumwekea tiki, pale chini tunaandika vema, ni kwamba huyo kafanya vizuri.
Mwalimu, mbona unataka kufanya sasa nianze kuwa na wasiwasi sana na vyeti vyako? Teacher, wewe umekuja juzi. Umenikuta niko hapa. Na watoto wote hapa wanaelewa ubora wangu kufundisha. Sasa utakuwaje na wasiwasi wangu mimi? Ile hali mwenye shule kaniamini. Ndio maana kila mwanafunzi utakayeangalia, so huyo tu Sabrina, angalia 99% wote ni vyema. Ni kwa sababu anatumia akili nyingi kufundisha na wananielewa. Usichokijua, kwanza wananiita mwalimu smart afu mcheshi. Kwa naenda na saikolojia yao. Huenda wakati unakuwa unafanya kupitia hayo masomo labda utakuwa uko sawa. Mwalimu, wewe ni mgeni hapa shuleni. Basi acha kujiona wewe ndio kila kitu. Pamoja na ugeni wako, hebu tuheshimu sisi wenyeji wako. Labda kuna vitu vingi hapa shuleni ambavyo hauvitambui. Lakini hapo utakuja kugundua mimi ndio mwalimu bora. Haya. Mawati wenzako wana akili. Wewe naona kwako sijui imekuaje. Au ni white dent sio white? Muda wa kusahisha nani na uvivu. Sema ndo kazi yenyewe na tuweka mjini hii. Yaani sijui ndo uzee, sijui ndo njaa, sijui ni uzee, sijui ndo kitu gani. Maana nimeona tu kama kuna mtu pale ghafla. Na vua mawani naona simuoni tena mtu. Sasa sijui inakuaje. Itakuwa ndo uzee huu, sijui ndo njaa zenyewe. Ila sawa. Pote apote. Wanaendelea kugonga music. Mwalimu wako hesabu ni nani? Mwalimu Shona. Ndo mwalimu wako hesabu? Yaani hao walimu nitawashia moto kisawasawa. Kweli mwalimu anaweza kuwasha moto? Ndiyo. Tena nawasha kisawasawa. Kama hivi. Ndugu yangu kwani unataka shule? Unajua kaka yako mimi napambana ile na sangalai nini nikupeleke ndugu yangu shule ili upate elimu. Ila utaki shule kwa nini yani? Yaani kwa nini wewe utaki shule muda wote yani? Unajua nimekununulia nimesangalai mpaka nimekununulia zile uniform ili mradi wewe uende shule. Unaona mimi maisha yangu mimi ninavyoishi ndio hivi. Yaani maisha yangu mimi naishi sijasoma kama hivi unaona. Sijasoma. Yaani hivi mimi ninavyoishi mtaani. Mimi naona elimu yenyewe ile hainitaki. Unaona kama niachane naye. Unaelewa? Wewe nimepambana, nimekununulia zile uniform ili wewe uende Masikonga, unaelewa? Uende skuli. Sasa nashangaa mpaka dakika hii unaona. Ndugu yangu hutaki kwenda shule. Au unapenda kazi ninayofanya mimi? Nikuunge kwenye kazi yangu. Ndiyo kaka. Unataka kazi ninayofanya mimi ndio ufanye wewe? Ndiyo. Baridi hamna noma, sema mimi katika maisha gani ile zile uniform mimi nataka nikazipige change huko. Unaelewa? Mimi nataka nikaziuze zile uniform. Ndio sasa nitakuja kwenye kazi yangu.
tusangalai wote baridi hamna noma. Kama vipi wewe jichenge ndani. Unacheka nini? Wewe si nilikwambia wewe masuala ya kuwa unarukaruka hivi. Sasa hivi mchana nimetoka kuongea na mama Aisha sasa hivi kwamba aje nisikie haya ungemkuta hapo. Ila mwanangu umenifurahisha. Yaani umeniiga mimi mama yako, sijakosea kukupa nanili mkoba. Uko vizuri, nimeipenda hiyo. Yaani mama, shuleni yaani kaja mwalimu mpya. Ananifuatilia sana. Ananikagulia madaftari yangu na kuchajua kama mimi najisahihishia. Mwalimu mpya? Ndio. Unakumbuka daftari aliloshika? Ndio. Nigei. Huyu ni mtoto mdogo kwangu. Hata usijali mwanangu, huyu dawa yake iko jikoni. Nitamkomesha huyu. Usijali mwanangu, nitamfundisha adabu. Yaani ile shule ataiona chungu. Usijali, shika. Kaoge, badilishe nguo kale. Sawa. Hata usijali mwanangu. Ila nimeipenda, umekuja vizuri leo, ila usirudie. Maana mchana, usiku ndo tunafanya mambo haya, umenielewa? Mchana huo unatembea kwa miguu. Haya ungemkuta mtu hapa. Haya nenda kule ndani kubadilisha. Mambo vipi? Poa. Mzima? Mzima. Hivi Anifa ndio umeamua kunipotezea kiasi hicho? Yaani imefika hatua kwamba ninatoka kule na niona unataka kunipita hata salamu kweli? Anifa, mimi wazo langu ni lile lile la kuwa na wewe. Vipi hujafanyia kazi? Hapo unavyoniona nimewakataa wanaume wengi sana. Sitaki kuwa kwenye mahusiano sasa hivi. Sasa kwa sababu gani wewe? Unavyoniona mimi hapa, maisha yangu mahusiano tosha. Sasa kwa nini useme hivyo kama maisha yako ni mahusiano tosha? Kwa sababu napambana kwa ajili ya mdogo wangu, nataka nimpeleke shule. Kama hivyo unaona mimi hapa ni mwalimu. Swala la mdogo wako niachie mimi. Naweza nikamchukua, nikampeleka shuleni kwangu. Inimradi tu nipatie nafasi, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo nataka utumie uzoefu wa mdogo wangu kunipata mimi? Hapana Anifa. Sio kwamba natumia uzoefu wa mdogo wako ili nikupate wewe. Ila ni kwamba mimi nakupenda kutoka moyoni. Na pia kunipa nafasi ya mimi kuwa na wewe. Mdogo wako atakuwa kama mdogo wangu. Na majukumu yako yote nitabeba mimi. Tafadhali. Hebu nipe nafasi. Hapana. Haiwezekani. Mimi si kwa leo labda huko sawa. Ngoja nikuache uende. Tutakutana kwa wakati mwingine. Ile leo nakupenda sana. Haya poa. Maisha magumu, kila kitu hakiendi, tunauza roho ila ndo hatuna change. Afadhali leo nimekukuta. Yaani ile tunaondoka wote. Maana kila siku nikija kukupita niambia tangulia. Alafu mimi nikienda nakukuta shuleni. Leo tunaondoka wote. Sawa. Lakini muda umeenda, nakupa lift lakini hiyo siri yako. Lift gani?
Wewe twende utaona hapo hapo. School Sabrina, school Sabrina, school Sabrina, school Sabrina, school. Hata sikupatii shida. Huo mkoba utarudisha mwenyewe. Auendagi mbali na mimi huo mkoba. School Sabrina, school Sabrina, school Sabrina, school. Ha! Tumefika shule. Shh. Si yako. Haya sasa ndio. Sabrina School. School Sabrina, school Sabrina, school Sabrina, school Sabrina, school. Hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu. Wadogo vipi mwana? Kama kaa. Ng'ombe gani kajichanganya huyo? Kuna mtu bwana mmoja hivi. Boya gani wewe, wa kike wa kiume? Wa kike. Wa kike. Mwanangu ndio maana kukubalia jembe langu. Yaani late keli unabaruza, unaelewa? Kwa heshima, yani kwa heshima, saluti sana. Unaelewa? Hizo ndo kazi ninazozihitaji mimi, unaelewa? Unabidi upambane kama hivi, unaelewa? Ndio mimi nikufundisha hivi mimi. Kaka mimi sijala bado. Unaangalia tena mambo ya kula tena. Unabidi uingie mtaani ukinde uponde nini upate mazingira ukaishi kwa ndogo nani pale, unaelewa? Kwa heshima ni le respect na kukubali mwanangu, afu usifeli kwenye mazingira kama hayo. Unaniambiaje mimi mambo ya kula? Na hapo unabidi uingie mtaani hivyo, ukimkuta boya yote amekaa vibaya njoo nishtue mwanangu, unaelewa? Ndio maana kuaminia jembe langu. Ukikuta boya nini ng'ombe amekaa vibaya nini njoo nishtue, njoo nipe niwachekeche, unajua? Mimi ndio ile bingwa mtaa huu. Afu baridi hivi. Yaani mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe tu, mtoto wa shetani lazima awe shetani kama mimi, unaelewa? Itikeli yani izingatiwe, unaelewa? Watu kama hawa tunabidi tuwafunze vitu kama tuwafunze vitu mapema ili wakikua nini wanakuwa ile nakubali kwa heshima yani. Yaani sijakuelewa. Hiyo juu unasema juu, yani unamaanisha nini? Yaani juu angani, juu kwa kubeba mgongoni, kwa kubeba kichwani, juu ipi hiyo? Angani tunaona nyumba chini. Dada, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Niambie mdogo wangu. Jana nilienda kumpitia Sabrina kwenda shule. Nikaambia tuondoke shule, akanipeleka kule nyuma kwao, akanipaisha juu. Tukaenda kutoa shule. Alafu kaniambia ni siri yako. Yaani sijakuelewa. Hiyo juu unasema juu, yani unamaanisha nini? Yaani juu angani, juu kwa kubeba mgongoni, kwa kubeba kichwani, juu ipi hiyo? Angani tunaona nyumba chini. Ina maana mtoto ni mchawi. Sikia nikwambie mdogo wangu, tena nisikilize vizuri. Siku nyingine usije ukarudia akakuleta, yani akakuchukua Sabrina akasema tupae na ukakubali. Mdogo wangu mtu mbaya yule, mtu mbaya. Yani usirudie tena, wala nisisikie ukarudie kitakachokukuta kijijini kwa mama yako. Sijui umenielewa?
Uko wapi mpenzi? Mbona hujafika mpaka sasa hivi rafiki? Nakusubiri sana basi wahi au? Poa nakusubiri. Hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Hakika huyu amejichanganya, lakini nilimwambia kwamba yeye anataka nimpeleke getuni kwangu, na jinsi kulivyokuwa vile hatuamini kwamba nina kazi nzuri. Huyu hakika amejichanganya, amejichanganya sana. Hakika angejua kwamba mimi ni sungusungu, mtoto watu asingehangaika sana mimi. Lakini okay, fresh, lazima awe wangu. Ngoja aje nije nione atakuja kusemaje. Sabrina. Sabrina. Shikama Sabrina. Marahaba, jambo. Sijambo. Sabrina anamkuta. Sabrina ameshaenda shule. Jana alinipa kitonga. Kwa kitonga? Ndiyo. Kitonga ndo nini? Lifti. Alinipaisha juu, tukawa tunaona nyumba chini, tukaenda kutuia shule. Kasikia mwanangu, labda unauza. Ni wewe peke hapa mpae mpaka mfike shule? Ndiyo. Na Sabrina? Hiyo labda unauza bwana. Kweli? Ndiyo. Wewe nenda shule, nataka keshaenda shule, sawa? Wewe nilimwambia hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi, tunauza roho ila ndo hatuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela, tunaona bora tu pepo tufate bendera, mambo ni mpera mpera, mara vinya mkera, mauchawi maajabu ya nini ubaya mwera. Vipi baby? Wewe umechelewa sana. Kuna sehemu nilikuwa nimepitia, nilikuwa nimekudanganya tu. Niambie. Fresh, lakini unajua nimekuja muda mrefu sana, umenikalisha muda mrefu vibaya sana. Sema tu kwa sababu nakupenda, ndio maana nimeamua tu nivumilie. Okay, fresh, tuachane na hayo. Naam, nimeitikia wito. Wewe unasemaje? Mimi na kipengele, na shida kama na 50,000. Ila najua 50,000 kwako sio shida. Sio shida kabisa. Kweli, sio shida. Kwa mimi nahitaji nijue hiyo shilingi 50,000 unahitaji ufanye nini? Maana naweza nikakupa afu kaenda kumuonga mwanaume mwenzangu, unajua pia nina wivu kwa sababu nakupenda sana. Asa nimuonge nani? Mimi nakupenda peke yako. Kweli? Sema nataka niende shopping, kanunue vinguo. Sinaona na nywele zangu zimekaa vibaya, nimegubuka limzula ile. Nataka niende shopping. Jinsi unavyopenda kupendeza. Yaani. Basi sawa. Kwa sababu unapenda sana kupendeza sana na umependeza kweli. Kwa kuwa kwamba wanakuambia kizuri lazima ukigaramie, si jambo dogo sana. Ila sasa hapa kwa sababu nimetoka ghafla sana. Baada ya simu yako nimetoka ghafla sana pale ofisini, kwa nimeshindwa kutoka na fedha yoyote. Nimeiacha pale ofisini. Kwa ndani ya muda fulani au ndani ya kesho kutwa naweza nikakupigia simu tu kwamba njoo uje uchukue. Na mimi nimeshapata muda mzuri. Sawa, hilo halina shida, lakini nisaidie tu nauli nirudi nyumbani basi. Nauli.
Jamani, 1000. 1000. Baby. Basi shika na hii. Maana mimi nilikuwa nibaki na shilingi 2000 tu kwa sababu ya nauli, lakini mimi nitatembea kwa sababu ni mwanaume. Sio mbaya. Sema asante, nitaongezea mwenyewe nikifika pale nitatembea. Basi vumilia tu. Basi vumilia mimi. Najua nitafight vipi baadaye. Sawa. Haya, nakupenda. Nakupenda pia. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. Hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi, tunauza roho ila ndo hatuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela, tunaona bora tu upepo tufate bendera, mambo ni mpera mpera, mara vinya mkera, mauchawi maajabu ya nini ubaya mwesa. Hivi hii shule ina viongozi wenye akili timamu kweli? Yaani shule haieleweki, ni chafu, dhalala. Hapa kuna haja mimi kufanya kitu kivyo vyote niwe kiongozi wa hii shule kabisa. Yaani mimi nikiwa kiongozi mambo yananyoka hivi na yaona. Vitu vinanyoka. Kwa sababu ukienda kuangalia yule Matai yule hana uwezo wa kumiliki hii shule akaisimamie kanyoka. Ni Matai tu marefu haeleweki. Tunakuja kwa huyu white dent. Sasa yule ndo hamna kabisa. Mimi naiongoza kivyo vyote. Naleta uchawacho wote kwa boss ili tu mimi nipate umwamba. Ni mwamba bwana. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. Mambo. Poa, Adija nimemkuta. Adija amekula, ametoka shuleni. Sawa. Tamani mara moja, rudi. Hivi Sabrina mnamjua? Au basi sawa mnamjua. Ashakosa somo lolote shuleni? Ashakuchekwa na mwalimu? Hapana. Sawa. Huyu atakuwa kweli ni mchaji. Sasa subiria nikaanze kwanza na mama yake afu nitamalizia baadaye. Mama Sabrina. Nimekuita mara hizi mara 3. Sio unanisikia? Yaani wewe umeona kumfundisha mwanao uchawi haitoshi. Na mwanao anataka kumfundisha mdogo wangu. Sasa kaini tayari. Navuka maji kwa ajili yenu. Nikirudi nakuja na moto mpya. Wewe kavuke maji, kavuke mbingu, uende wapi? Mimi nakusubiri hapa hapa. Umenielewa? Sikuogopi wala hunitishi chochote. Yaani kwanza wewe ni mtoto mdogo kwangu. Na hunijui vizuri. Upande wa pili hunijui. Nadhani hunijui. Nitakuonyesha. Wewe nenda huko afu nakusubiri hapa. Wewe nenda sawa? Nakusubiri hapa. Najua nyie hamjui upande wangu mimi wa pili. Sasa subiria hapo hapo. Nitakaporudi hapa ndio mtanijua mimi upande wangu wa pili ukoje. Watu mwavumilia, naona sema nataka kutupanda kichwani. Nataka tuwaonyeshe kama sisi tunaweza. Wewe upande wa pili, wewe upande wa 3 na mimi pia nitakuonyesha hivyo hivyo sawa? Sikuogopi wewe. Kwanza wewe tu nakutumia mtoto wangu. Anakuweza vizuri, sio mpaka niingie mimi. Nikiingia mimi nakufanya umenielewa?
Sio kwamba hayo mambo hatuyawezi. Hayo mambo tunayaweza sana tu, alafu ni mambo madogo. Sema tu tumeamua kama sister du. Sasa naona unanilazimisha. Tasubiria nivuke maji, alafu nirudi. Utaniona. Wewe nenda kavuke, usivuke. Nipo hapa na kusubiri. Sawa. Nienda. Napenda watu kama nyinyi. Mimi mwenyewe napenda mtu kama wewe. Mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Tunauza roho ila ndoa tuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela. Tunaona bora tu pepo tufate. Vipi mkuu? Salama, mbona jana hujatokea? Siko sawa. Kwa nini? Hebu achana na hayo mambo, kwa sababu unajua mazingira sio rafiki. Unajua kuna kitu kinanichanganya. Nani wote? Kuna mtu alikuja hapa, alimtambia sana kwenye mji wangu. Nani? Kuna mdada mmoja hivi. Yaani alivyokuja hapa, alimtambia sana. Na kaniambia mimi na mwanangu ni wachawi sana. Hasa Sabrina. Anafanya vitu hadharani. Unataka kumaanisha kwamba Sabrina sasa anafanya vitu hadharani? Yaani mimi mwenyewe sielewi na namsubiri atoke shule ili nimuulize. Yaani linanichanganya hili jambo. Hii ndio hasara ya kufundisha uchawi watoto wadogo. Lakini pia tuachane na hayo. Unajua Mama Sabrina, toka mume wako tumule nyama na mke wangu tumule nyama. Yaani unajua sisi ni wanadamu. Tuna hisia pia. Na mimi unajua hili, nimeshakwambia kitu kama hicho kwamba mimi nakupenda sana. Hebu mkuu achana na hayo mambo. Yaani mimi ningekuwa nayafuata hayo mambo ya mahusiano, ya mapenzi, mimi singemtoa mume wangu kafara. Kwa hiyo mambo achana nayo, tufuate kazi. Sawa, ya kazi ni kazi, lakini na mapenzi ni mapenzi. Kama nitahitaji mahusiano au mwanaume, nitakuja kufanya baadaye, lakini sio kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi tufuate kazi mkuu. Hayo mambo mimi sihitaji. Sawa. Haya, sawa. Baadaye nitakuja. Asante sana kwa kuniogesha Hanifa. Natamani siku nyingine nikipita uniogeshe tena. Baadaye. Shule ina maajabu mengi, ukuja kumikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Tunauza roho ila ndoa tuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela. Lengo la kuita hapa, Asha nimemwambia sawa kutoa kafara hataki. Sijui ni kwa nini. Mimi nimetoa mke wangu naye mpenda. Afu yeye leo hii anakuja useme tumewaka na mali. Yeye kama nani?
Kwa nini? Haiwezekani mkuu. Kwa nini asitoe kafara? Sisi tumetoa kafara kwa watu tunaowapenda. Nimetoa mume wangu mimi, ninayempenda kwa dhati. Yeye kwa nini ashindwe kumtoa mume wake? Kisa ana mali? Haiwezekani. Yaani atake asitake atamtoa huyo mume wake. Akishamtoa mume wake hizo mali zitabaki nazo yeye. Kwa nini akatae kumtoa huyo mume wake? Na ni kwa nini alijiunga kama hataki? Nilikuwa nampenda sana mke wangu, lakini niliamua kwa sababu mimi ndo mkuu wenu lazima nitekeleze masharti. Lakini leo anasema eti yeye ndo eti mke mume wake. Imeniuma sana. Mkuu, lisikupe shida hilo. Hilo niachie mimi. Nitamfuata. Yaani atamtoa tu huyo mume wake. Haiwezekani. Mkuu, muangalie yule ndo binti niliyokuambia. Kwa amekuja pale nyumbani kwangu kunitambia. Ndo huyo. Ndo huyo. Bwana mtoto mdogo sana huyo. Huyo anijue. Sasa ngojea. Mimi tamfuata. Tutakutana jioni wa kikao. Sawa mkuu. Mimi nilikuwa na follow wananitia nini? Hivi Yusufu, unajua kama Sabrina ni mchawi? Mchawi? Mchawi, aliniambia dada. We muongo. Kweli, kuna siku nilienda kumpitia twende shule. Tukapaa juu, tukaenda kufika shule. We muongo unaonekana. Na mmepaa juu nyinyi mnakuwa ndege? Ndiyo kweli tena. Tulikuwa tunaona nyumba chini. Bwana we muongo, au unachazo yote nyinyi mnapaa juu kwa sana. Yaani mnaonekana kama juu kabisa mnapaa. Kweli tena, nimefika shule, akaanza kuniambia viwe siri yako nisikwambie mtu. Wewe mtoto mdogo, hizi habari waachie watu wakubwa, wewe hazikuhusu. Kweli tena. Umbea yenyewe ulionitia ndo huu. Bora nikaendelea za kufua. Afu jua unanidanganya ujue. Hiyo kazi unasema unafanya wewe ufanye hiyo kazi. Jana usiku nilipokuwa nimelala, nilisikia filimbi ya sungusungu. Na wewe nikakuona. Kumbe ufanye kazi ile, unanidanganya. Na ile ndo kazi yako. Mimi? Wewe ndio. Mama mtu kweli? Ndio wewe. Afu mwenyewe mbona naweza? Sasa kweli wewe mama mtu kweli uende ukafanye kwenye kazi ile kweli hivi? Na unavyojua kule yani sisi unajua wewe si umeona kile kikundi jana usiku tulivyopita pale. Tulikuwa watu wangapi? Tulikuwa kibao. Yaani kule filimbi ikipigwa tu kila mmoja anagawanyika na mwenzake. Umeona? Kwa sasa ni kwamba unaweza kutoka na mtu afu mama mtu unafikiri tena inakuaje? Acha wivu ba mpenzi. Utaingia tena kwenye mizozo. Wewe tulia, mimi nitafanya mapambano huko, nitapambana uhakika mimi nitakuletea chochote kitu. Ila pia naomba nisamee sana kwa sababu nilikudanganya. Pia nilihisi wenda mimi ningekukosa kama nisingetumia uongo. Mnajua nyewe watoto wa siku hizi. Nachanganya sana. Sikia mama mtu, hapa njaa na jinsi ya njaa vibaya. Tuzetu kanunue dagaa hapo ili tuitoe dongo hilo. Mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu Nisubiri dada kaondoka na kufungia. Hivi Adija, ukikuwa na rafiki mzuri utaweza kweli kutoa siri yake? Hapana. Mfano mimi rafiki yako, nikatoa siri yako, utanipa adhabu gani? Nitachana naye urafiki. Utaacha urafiki na mimi kweli? Ndio. Sawa, lakini mimi sitaweza kutoa siri zako. Na yeye naamini utaweza kutoa siri zangu. Adija, wewe ni rafiki mzuri sana na nakupenda sana rafiki yangu. Hata mimi Sabina nakupenda pia. Haya poa. Nilikuja tu kusalimia rafiki yangu, sijui mimi niende nyumbani. Baba mapema unaondoka, si baki kidogo. Naogopa mimi mama atanipiga. Haya bye. Kesho. Haya.
Vipi? Safi mwalimu, mzima. Mzima kwema? Kwema. Vipi maana naona leo weekend unazurura tu. Leo weekend kidogo nikazuruzurule huko kidogo. Unajua leo hamna shule. Sema nini mwalimu? Unafanya vizuri sana shuleni. Kwa nini? Nikimkagua mdogo wangu kwenye madaftari yake. Yaani anafanya vizuri sana kwenye hesabu. Yaani anapatia, anaingia mle. Sio mdogo wako tu. Ni takriban wanafunzi wote wanafanya vizuri. Hasa kwenye somo langu mimi la hisabati. Sawa, tuachane na hayo. Vipi unakuja nyumbani kwetu lini? Nyumbani unaona kati wewe? Mimi nakaa hapo mtaa kati. Huko mtaa kati? Basi leo Jumamosi. Ngoja nione kama kesho Jumapili kama nitakuwa na nafasi, nitakuja hapo nyumbani kukusalimia. Japo usitoka sana. Sawa, karibu. Haina shida baadaye. Hivi mimi kwa nini nimetokea kumpenda huyu mwalimu? Na anashindwa kumwambia ukweli. Na hata kama anashindwa kumwambia ukweli, kwani yeye haoni? Tahakikisha namweka kwenye mkono wangu. Yaani atakaa hapa kwa uchawi kwa nini? Ukuja kumikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Tunauza roho ila ndo hatuna change. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela. Tunaona bora tu pepo tufate bendera. Mambo ni mpera, mara vinya mkera. Maucha, maajabu ya nini ubaya mwera. Sabrina school. Sabrina school. Sabrina school. Mtoto. Njoo hapa. Mkoba umetoa wapi? Kwa mama yangu. Kwa mama yako? Ndio. Hapa tunapata kujua kitu sasa. Kwa hiyo tuliompola ni mama yako wewe? Ndio. Kero. Hapa kweli lazima nichoke mimi nazo. Lazima nichoke. Kumbe vigagula. Nyinyi ndio vigagula wewe na mama yako, si ndio? Nimeuchukua kwa sababu mama yangu alikuwa anataka kuwafanya kitu kibaya. Kwa hiyo mama yako akitaka kutufanya kitu kibaya sisi. Ya. Yaani mtu atafuta zako riziki, mtu anakuingilia. Hii changamoto. Kweli ndo changamoto kazini. Ukisikia changamoto kazini ndo hizi. Dada, habari? Salama. Karanga unauzaje? 500. Namba 2. Stop. Wewe ni nani? Unajua sasa ambao mimi napata utamu. Wewe mkaka vipi? Mbona shobo sikujui? Na wewe ni nani ambaye unanisimamisha hapa? Wewe ni nani? Unaocheza sema ambapo mimi napata utamu. Sabrina school. Mama Sabrina. Vipi mkuu? Safi, hadi wazo karanga? Amna mkuu, unajua tu nimetoka na yeye. Nimeshinda pia 10. Hana hata hela hiyo.
Unashinda kuna maduka makubwa kubwa. Najua njaa. Kwa hiyo nikaona sina hela, nikaona nikampiga 10,000 hapa, maisha yaende. Si unajua tena. Hizi njaa hizi tatuua hizi. Vipi lakini? Safi. Unaelekea wapi? Kuna kitu napatia hapa mtaani. Ndo tunatoka hivi. Basi sawa, mimi naelekea nyumbani, tutakutana jioni kwenye kikao. Sawa. Eti nasikia Sabina ni mchawi. Wewe kakwambia nani? Kaniambia Yusufu. Yule muongo, yule kamwambia nani? Kasema kakwambia wewe ndo mwambia. Mimi sijamwambia. Hujamwambia? Ndio. Ila nyie waongo nyie. Mimi kweli tena sijamwambia. Ila siku Masabina akija ndo mnamzushia mwanae hivyo hiyo. Mtajijua wenyewe. Mimi simzushii, labda Yusufu yeye mwenyewe. Ila mimi na sisi tu Masabina ndo mchawi. Ila Sabina hawezi kuwa mchawi. Mimi sijui. Kumbe unajua Masabina ni mchawi. Basi hata Sabina inawezekana, maana mama mchawi na yeye mtoto atakuwaje? Si mchawi vile vile. Ile inaweza kawezekana, maana yake shuleni anafanya vizuri, alafu kusoma tajui. Inawezekana. Alafu usikute anawaloga walimu yule. Anawaloga walimu? Inawezekana hiyo. Sabrina school. School Sabrina school. Udraki. Njoo. School Sabrina school. Hii shule ina maajabu mengi, ukuchawi, mikasa ya mapenzi, maisha magumu. Mama Sabina. Sija. Unaelekea? Nenda dukani. Okay. Naomba nikuagize. Kanichukulie unga robo, nyanya za 500 na viberiti viwili vya 200. Sawa. Sabrina school. Leo uko dukani watakoma. Shughuli wanayo. Hiyo hela hiyo itanirejeshea marejesho makubwa, maana nadaiwa vikoba huko. Hapo nimempa 10,000 itarudi 99. Shughuli wanayo. Mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Tunauza roho ila ndo wewe mzee tena. Wewe mzee tena? Bibi wa mrangu, unanipenda au unipendi? Hivi wewe babu wenzio hujawaona au? Labda tu nikwambie, nishakupenda. Utake usitake, hakuna namna yote ile utakayo kataa upendo wangu kwako. Mimi sikupendi. Unipendi? Mimi shamaliza. Utake usitake. Huyu mzee vipi? Au wapo umemchanganya? Wazee wenzio hawajawaona? Sabina kanituma nyanya za 300, bedi vya 200 na vitunguu nyanya za 200 na vitunguu cha mia na viberiti sijui. Wadogo, njoo hapa. Wewe mshamba nini unapita ile unachukulia baridi au vipi? Nipe kwa mali zangu. Nipe mali zangu Saula. Saula mali zangu. Nipe mali zangu. Mali gani? Toa mali dogo. Vipi babu? Kumbe mtoto mdogo na tambo. Nipe mali zingine. Ila hii nimetumwa na baba. Nipe hela dogo. Wewe vipi wewe? Wewe mshamba nini? Mwacheza chula. Mwacheza chula. Hadi chenge.
Mchekeche. Mchekeche dogo. Vipi wewe mshamba? Pantesa. We. Mimi nimeandika tu hadi nimeandika tena kujazia nyumbani ndio ya safari. Tuondoke. Hela. Juma langu. Hela yangu, Juma langu. Hela yangu, Juma langu. Juma langu. Juma, naomba hela yangu nimeiokota. Mkuu vipi? Nimekutana na Masabrina na tishia. Kwani kosa langu nini? Kosa lako nini? Hujui, mimi ndo nimemtaarifu kuwa umekataa kumtoa mume wako. Na usichokijua kwenye kundi letu ukishajiunga lazima utoe kafara kwa sababu sisi tumetoa tunaowapenda. Sasa kwa nini wewe ukatoka kutoa kafara utaki kutoa kafara? Nimemtoa mke wangu ninayempenda na Masabrina akamtoa mume wake anayempenda. Tumetoa tunaowapenda, afu leo tu utaki kumtoa mume wako. Au hizo maendo zinakupa kiburi, Sister Do. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Ukishajiunga lazima ufuate masharti na kuzingatia. Kwani kuna ulazima gani wa kuwa kwenye hilo kundi lenu? Basi nitoeni. Kama vipi mnitoe? Ukijiunga kwenye kundi chetu lazima ufuate masharti. Sharti ni moja tu. Umtoe mmeo au tukuchukue wewe. Mimi siwezi. Kwanza wewe mkuu, umemtoa mke wako, umepata faida gani? Umekuwa sasa. Umekuwa. Sina maana yake. Hata sijakuwa. Ila tu mimi sitaki chochote. Kama vipi mnitoe tu kwenye group lenu. Maana sioni faida yoyote ya uchai. Kwa nini mnaloweza? Ila mimi naomba mnitoe tu kwenye group lenu. Kwa heri. Kwa heri. Umekuwa. Mimi natangaje tu. Wewe. Nani alikwambia ukijiunga utatoka? Yaani humu lazima utoe kafara. Mwalimu, shikamoo. Marahaba, jambo? Jambo. Vipi? Poa. Mbona upo hapo unacheza tu michezo ya kike? Kwani kuna kitabu kimeandikwa unacheza kiume na kike? Sawa, sio mbaya. Ila mimi naamini wewe ni mwanafunzi mwelevu sana. Changamoto inakuja tu ni ile haujapata mkufunzi mzuri. Sawa? Na kuahidi kitu kimoja. Nataka kufanya kuwa mwanafunzi mzuri zaidi pale shule nzima. Kweli? Basi itakuwa vizuri. Ila sasa kwa makubaliano. Makubaliano gani? Moja, nataka uwe rafiki yangu namba 1 pale shule. Cha pili, nataka ufuate protokoli zangu nitakazo kuelekeza. Ukifanya vile, unakuwa mwanafunzi mzuri kuzidi yote. Basi sawa. Nimekubali.
Safi. Ipo hivi. Nataka unisaidie kumfuatilia yule mwalimu White. Sawa? Sawa. Akiwa shule anafanya nini? Akitoka shule anafanya nini? Tumeelewana? Sawa. Sasa, mimi nitaweza kwa hiyo kazi? Wewe unaweza, maana una akili, ila ni mifumo tu ndio haijakaa sawa. Na ukizingatia kufanya hivyo, mimi zawadi nitakupa kede kede. Chocolate za kwako, Big Bomb za kwako, Big Daddy za kwako, Puff Daddy vyote. Kweli? Basi sawa, nimekubali. Kesho wahi shule. Sawa. Kama kunifuatilia. Baba sahau. Sabrina, habari? Salama kwema? Safi. Wewe? Salama, ila wewe baba unajua kudai, usahau. Sawa vipi, hayo ni majukumu ya kiofisi. Kwa hiyo nataka kuniambia nyumba zote umepita? Kote nimepita. Kasoro wewe tu ambayo ndo unanisumbua sana. Sasa sikia, mimi nina buku tu hapa. Ile nyingine sina, utakuja kufuata. Buku tena? Yaani kunisumbua kote siku zote hizi tena unanipata na buku? Haya, mimi ndo ninayo buku sasa. Ile nyingine utaifuata. Sabrina, unajua unaangusha sana. Kwa mimi nitakuwa najibu nini huko ofisini? Kila siku nitakuwa naonekana mimi ni mgaigai au? Au basi wewe lete hiyo. Ela, kumbe unayo 1000 ungeniachia tu. Nazo ndio, lakini za ofisi hizi ambazo nimekusanya kote huko. Alafu sikiliza, tusisumbuane tena hiyo iliyobakia. Haya sawa. Haya, kwa heri. Shamlamba. School Sabrina, school Sabrina.